Kwanza kabisa ni kuambie ndugu yangu mwandishi, yani huku ndo kwenye watu. Sasa hawa hata ukisema unafanya mkutano wa hadhara unawapata saa ngapi? Wako kwenye biashara zao, wako kwenye shughuli zao. Kwa kama una sera zako, una maoni yako, una maneno yako, njoo upige nao story huku. Sawa Lakini pili, kundi kubwa la wafanyabiashara wadogo wewe unafahamu hapa Tabora. Wengi wamejiajiri katika biashara zao ndogo. Kwa hiyo nikaona kama ambavyo mmesikia juzi nikizungumza kwenye mkutano wangu ya hadhara, nimeanza ziara zangu za kuonana na makundi mbalimbali. Kwanza nikishukuru chama changu cha Mapinduzi wilaya, mwenyekiti wangu Mzee Katete, lakini katibu wangu Mheshimiwa Muhina kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Lakini pia kwa kuona namna bora ya kuweza kufanya kampeni zetu hata kupita kwenye maeneo haya. Na imekuwa ni desturi yangu kufika kwa watu kuonana nao ana kwa ana. Sasa leo nimeamua kuanza na soko hili la mkulima ambapo nimekutana na changamoto mbalimbali za wafanyabiashara katika soko hili ambalo mimi kama mgombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi nimekuja nimezisikiliza, lakini pia ni kusaidia kuzitatua kwa sababu mwisho wa siku huwezi kutatua changamoto za wananchi kama hujazisikiliza. Kwa hiyo lazima tusikilize makundi mbalimbali, tusikilize wanasema nini, wana hoja gani, lakini je, nini ambacho wanatamani, wanataraji kifanyike katika serikali yetu ya awamu ya 6. Lakini ukiangalia zaidi hapa changamoto nyingi ni za wao zinazowakabili kwenye biashara zao ambazo kwa kweli mimi naamini kabisa kwa serikali ya awamu ya 6 kila jambo linawezekana kwa mazungumzo. Hawa watu na viongozi wa kikao wakazungumza, naamini hii changamoto ambayo imekuwa ni changamoto kubwa kwa maeneo yao, kwa kweli mimi naamini itatatulika na kila kitu kitakaa sawa. Sisi hawa ndio waajiri wetu, sisi kama wabunge tuna wajibu wa kuwafata, kuja kuzungumza nao na kuwaambia nini ambacho kinatakiwa kifanyike, tunakwenda tufanyeje, unanituma nini nisikie kutoka kwenu. Kwa hiyo unapata mawazo na maneno mbalimbali kutoka kwenye kundi hili. Changamoto iliyopo ni kwamba usipofikia makundi kama haya, usitegemee watakuja kukusikiliza kule kwenye mikutano kwa sababu muda huo wao wanakuwa wanatafuta riziki katika maeneo yao haya. Na katika kuwasikiliza kwako, unaanza mpaka unamaliza. Kero yao kubwa ambayo wanataka kusikia, asilimia kubwa ni kero za aina gani na kipi ilikuwa hali yako kwa wao kutoa ridhaa ya kuwa kipindi cha Tabora? Kubwa ambalo kwa kweli nimelisikia hapa kwenye soko hili ni swala zima la ushuru. Inaonekana kwenye ushuru kuna changamoto ya kutokusikilizana baina ya wafanyabiashara na halmashauri yetu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kama watapewa nafasi ya kuzungumza haya walioniambia, ni imani yangu kabisa hakuna ambacho kinashindikana. Wao shida yao sio kutokulipa, shida yao ni jinsi ambavyo ushuru huu unaenda ukiongezeka siku hata siku. Leo wamelipa hiki, kesho wamekuja wameambiwa walipe hiki, kesho kutwa tena watakuja waambiwa walipe kingine. Lazima wakae kwa makubaliano na wao wajue kwamba wanachotakiwa kufanya na kulipa ni kitu gani. Na hii kwenye soko hili, hata nimekwenda kwa mama na babalishe kule, nimekutana na changamoto hii. Tena kule ni changamoto kubwa zaidi kuliko hata kwenye soko hapa. Inaonyesha kwamba wao wanatakiwa kulipa fedha nyingi wakifananishwa na frame za maduka kuliko ambavyo biashara zao wanazifanya. Tunafahamu biashara ya chakula si biashara kubwa. Sahani moja ya wali shilingi 1000, ugali shilingi 500 mpaka 800. Kwa hiyo ukiangalia na kile ambacho wanatakiwa watozwe kidogo inakuwa ni changamoto. Ni imani yangu wakikaa na manispaa wakazungumza, haya mambo yanazungumzika. Tuko kwenye kipindi cha chaguzi, tuko kwenye kipindi ambacho tunatafuta kura, tunatafuta kuaminiwa. Mimi naamini serikali iliyoko madarakani iko makini, itawasikiliza na watazungumza nao na haya mambo yote yatakwenda kuisha. Kwa jina naitwa Thabit Saidi Kabata. Ni mfanyabiashara soko hili la Vimaji. Hali ya kutembelewa na wanasiasa kwa wagombea kwenye maeneo yenu. Binafsi nasikia leo umelipokea? Binafsi nimelipokea vizuri, japokuwa inatakiwa tutembelee mara kwa mara kwa sababu tuna kero nyingi. Sio wanakuwa wanakuja kipindi cha kampeni tu, hichi ndio wanakuja kutembelea na kusikiliza kero. Lakini inatakiwa watutembelee mara kwa mara kwa sababu tunakuwa tuna kero nyingi kama wafanyabiashara. Kuzifikisha kwa viongozi wetu hazitoshi, lakini wakifika viongozi wa juu inakuwa vizuri zaidi.
Sidhani kama ni wengi wanafanya hivi. Kwa hawa wamefunga kufanya hivi, kufanya hivi kuwatembelea sokoni. Imewapa picha gani? Imetupa faraja. Imetupa faraja kwa kweli, tunapenda hii hali. Na wasiache kufanya hivyo, wanakuja mara kwa mara wanatutembelea. Kwa sababu sisi ni kama vile watoto. Mtoto ukiwa unatembelewa na mzazi anakujali mara kwa mara, anakuja anakuona, basi unajisikia faraja. Lakini kama mzazi atakaa mbali na wewe, huwezi kujisikia faraja.